Kenya imefika mahali ambapo video moja tu inaweza kukupeleka DCI, na kama ni hivyo, nani atakuwa wa pili? Kwa sababu baada ya video moja kusambaa mitandaoni kuhusu Rais William Ruto, kijana mmoja anayejulikana kama Kidero Jasuba alijikuta mikononi mwa polisi. Lakini sasa baada ya kuachiliwa kwa bondi ya shilingi 50,000 kupitia juhudi za Babu Owino na timu yake ya mawakili, Wakenya wameanza kuuliza maswali mazito kuliko hata kukamatwa kwake. Hii ni sheria inafanya kazi au ni ujumbe wa kuwaogopesha vijana wa Kenya? Na leo hapa Mizuka Media tutakuonyesha kila kitu kilichotokea, kutoka kukamatwa kwake, mateso anayodai alipitia, mpaka kauli ya rais kuhusu headlines za habari. Na mwisho wa video hii unaweza kubadilisha kabisa namna unavyoitazama Kenya ya sasa. Kabla ya drama yote hii, jina la Kidero Jasuba alikuwa kubwa sana kitaifa, lakini mitandao ya kijamii imebadilisha kila kitu. Video zake zilianza kusambaa, wengine wakimuona kama kijana anayesema ukweli na wengine wakimuona kama amevuka mipaka. Lakini jambo moja lilikuwa wazi, ni kwamba Kidero alianza kupata attention kubwa sana mitandaoni, hasa kipindi ambacho Kenya ilikuwa na tension kubwa ya kisiasa na movement ya vijana wa Gen Z. Bado mimi ni mtu wa one time. Hata kwa kitanda ni round moja na ninalala. Bibi akisema niongeze, namwambia hapana, hiyo round tu moja imetosha. Wale bilai wacha niwaambie for free. Wale watu wangeniua. Lakini Songa benye alisikia tu nimeshikwa. Songa alitoka mbio akakuja hapa kusema kijana wetu ameshikwa. Bwana Songa niliona amepiga clip, Oria amepiga clip, kila mtu amepiga clip. Hadi akasema kumbe wa jamaa wako na umoja. Na mimi nataka kurudi na Nuru pia. Nuru karibu atoe hata manguo kwa sababu yangu. Bwana huyu jamaa ameacha leo kazi yake, amechoma bodaboda hadi Kiambu, amekuja kuniona yeye na nani, yeye na ule jamaa mwingine anaitwa Wanjala, ni Wanjala wawili. Bwana mimi nashukuru watu wetu kuna hii raha. Hii bunge inajulikana kila mahali, DCI wanaona hii bunge, na mimi nataka nikurudishia DCI wengine watu wazuri. DCI wengine si wabaya, kuna wengine wako tu na njala, lakini DCI si watu wabaya. Hao watu wamesema tunawateteanga, lakini ni watu wazuri sana. Nimeshukuru kazi mnafanya bwana. Walisema mnisipigwe, walinifinya tu kidogo, lakini najua nilifinya tu mzuri kidogo, lakini najua mimi, unajua mimi ni Mluya Mjaluo. Sasa umefinya Mjaluo, nimebaki na nguvu ya Mluya, lakini niko sawa. Walifinya bwana, lakini nashukuru. Asante. Na hii ndio ilikuwa mara yake ya kwanza kuonekana hadharani baada ya kuachiliwa, na unaweza kuona mwenyewe si tu hasira lakini pia pressure aliyokuwa nayo. Lakini story ilibadilika pale ambapo mbunge Babu Owino aliingia rasmi kwenye kesi hii, na hapa ndipo Wakenya wengi walipoanza kuona kuwa hii haikuwa story ya kawaida ya kukamatwa, bali ilikuwa imeshakuwa kisiasa. Babu Owino pamoja na timu yake ya mawakili walifanikiwa kuhakikisha Kidero Jasuba amepewa cash bail ya shilingi 50,000 za Kenya. Lakini jambo lililoanza kusambaa zaidi mitandaoni ni jinsi vijana wengi walivyoanza kumuona Kidero kama ishara ya uhuru wa kujieleza, na hapa ndipo mjadala mkubwa ukaanza. Serikali inajaribu kudhibiti sauti za vijana? Asante sana. Sasa nataka nichukue opportunity kwanza kushukuru mawakili ambao wamekuja hapa. Wakili Mahanu, asante sana kwa kazi nzuri ambayo umefanya kwa kukuja hapa bila kulipwa chochote, kuhakikisha unafanyia Wakenya kazi. Mungu akubariki. Wakili Wanjira kuja hapa, huyu mrembo unaona kizungu yake ni hatari na akili iko juu, confidence iko safi. Nakushukuru sana. Thank you very much for fighting for the less fortunate, for the downtrodden, for the poor in our community. Mungu akubariki sana. Wakili Nurdin Kagai, bro, asante sana. Najua mmewacha vitu ambavyo mlikuwa mnafanya, vitu ambazo mlikuwa mnafanya mkafika kotini, hamjalipwa chochote, kuhakikisha tu Wakenya wasidhulumiwe. Mungu akubariki sana. Wakili Pius Oyo, kama si wewe na mawakili wote hatungeweza kuwini kesi ya leo, siku ya leo. Saizi mawakili wanasuffer from winner fatigue. Tunakushukuru sana na Mungu akubariki. Wakili Kadide, leo ndio siku yako ya kwanza kuingia hapa, na umeona huyu accused person ametolewa juu yako. Umeona venye umemake your presentation. Sisi we have nothing to add. Nakushukuru na Mungu akubariki. Kwa wanabunge wote ambao wako hapa, asanteni sana kwa kupeana support kwa mmoja wenyu. Asanteni sana. Si maneno ya pesa.
lakini ni roho. Ni kwa sababu mna treat Jasuba Kidero kama ndugu yenu, Evans kama ndugu yenu, ndio inafanya mmekuja hapa, kabila tofauti tofauti, kutoka bunge la Jacaranda, kutoka Embakasi South, kutoka Mathare Kabiru, kwa hapa watu wametoka kutoka mpaka Mandera. Unaona watu wa Isiolo, Mandera, Northeastern, Isili wako hapa kabisa kwa sababu ya hii support. Na washukuru sana na Mungu awabariki. Otherwise tuko pamoja, wacha tuachie hapo siku ya leo. Ndio. Sasa kuna Lakini sehemu iliyowagusa Wakenya wengi zaidi ni pale ambapo Kidero alianza kueleza aliyopitia akiwa mikononi mwa polisi. Kauli zake zimezua hisia kali sana mitandaoni. Wapo wanaosema sheria lazima ifuatwe, lakini pia wapo wanaouliza, je, nguvu zinazotumika dhidi ya vijana wa kawaida zimekuwa kubwa kupita kiasi? Na hapa ndipo Kenya ya leo inaanza kuonekana tofauti. Umekataa kwenda ukashika mmoja akashika tu hapa. Wamekataa ndio kanishika wapi? Tuko hapa na teacher Shei. Teacher mambo. Teacher poa sana teacher Shei. Uko fiti? Niko fiti. Lakini watu wamenifinya kidogo bwana. Sijui kama itafanya. Ati wamenifinya bwana. Wamenifinya mbaya sana. Ati wamekufinya? Wamekufinya kwa nini? Bwana siku hiyo wakinishika hapa sijambo leo nilinifinya bwana Makende aliko. Okay, it is serious, but it's very serious. It happened my friend. Okay. Sasa songa tulikuwa na jamaa walivinya hapo, unajua nikataa kuenda. Bwana wameniangukia tu hapa. Ndio nikasema naenda. Alright. Hii support yote yenye unapata hapo unaiona aje uko? Mimi unasikia nimefurahi sana. Nimeona hapa Timo James Oremba kwa hapa, Sifuna kwa hapa, Babu kwa sababu bila Babu ni tabu. Jacaranda amekuja hapa na timu Jacaranda wote imekuja, hadi president wa bunge kwa hapa. Na nimefurahi sana, hata songa tulikuwa naye wamekuja, Dennis Okonde creator wenzangu wamekuja hapa. Sasa mimi nataka niwaambie nenda mwananchi, nataka tu nitoke hapa tunaenda Machakos. Hata kama wamenifinya tu hivyo ndaweka bandage na nienda. Na wakati mjadala huu ukiendelea, video nyingine ya Rais William Ruto nayo ilianza kusambaa sana. Rais Ruto alisema vichwa vya habari vingi huwa vinaonyesha upande mbaya wa habari, sababu huu ndio unauza. Lakini sasa Wakenya wengi wameanza kuuliza, kama vichwa vya habari sio story yote, basi story kamili ya Kidero Jasuba ni ipi? Na hapa ndipo vita vya perception inaanza, kwa sababu upande mmoja kuna serikali, kwa upande mwingine kuna kizazi cha Gen Z ambacho kinaamini kuwa kina haki ya kusema chochote bila kuogopa. The bad news you read in the headline is not the whole story. It is the story to sell the newspapers. You will not see the good news in the headlines. I once asked a journalist, senior journalist friend of mine, why it is very rare to find a headline talking about some success. That always in the headline is about negative things that have gone wrong, something that has happened that is wrong. This journalist told me that, you see, bad news sells, good news doesn't sell. Oh. So, when you read the headlines, just know that there are people who are doing their business. And for their business to succeed, they must write about bad news, because that's how it sells. The bad news you read in the headline is not the whole story. It is the story to sell the newspapers. You will not see the good news in the headlines. And I have no doubt in my mind that it doesn't matter how many headlines are written that Kenya is going in the wrong direction. This country will never go in the wrong direction. This nation will never go in the wrong direction. It doesn't matter how many headlines say we are a failed state. Kenya is not and will never be a failed state. Because Deuteronomy tells us that we will never be the tail, we will always be the head. And so, I am persuaded beyond any reasonable doubt that
this, our country, is a great nation. We have the duty and responsibility to make it great. And we will. And we shall. Na ukweli ni kwamba stori ya Kidero Jasuba si kuhusu mtu mmoja tena. Imegeuka kuwa mjadala mkubwa kuhusu uhuru wa kujieleza, nguvu ya serikali na nafasi ya vijana kwenye siasa ya Kenya ya leo. Na kadri video zinavyoendelea kusambaa mitandaoni, ndivyo pressure inavyoongezeka. Swali kubwa sasa ni hili: je, Kenya inaingia kipindi ambacho kuongea kutahitaji ujasiri mkubwa zaidi? Na unadhani Kidero Jasuba alikamatwa kwa haki au hii ni njia ya kuwaogopesha vijana wa Kenya? Na je, Babu Owino kufanya hivi kutabadilisha kabisa mjadala huu? Niachie maoni yako kwenye comment section. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. So relax. You know, people are in a panic. I don't know. Ile Mungu ameamua ndio itafanyika. Yes. Si namna hiyo. Kama Mungu ameamua